Karibu tena mtazamaji. Mpango wa serikali wa kuwapa chanjo mifugo wote hapa nchini umekumbwa na vikwazo baada ya muungano wa madaktari wa mifugo kuupinga kutokana na kutohusishwa. Mpango huu ambao uliotarajiwa kumgharimu mtoza ushuru kima cha shilingi bilioni 21 vilevile umekumbwa na changamoto za kifedha na maandalizi duni. Mwanahabari Vera Moraa anaarifu zaidi kuhusu mpango huu ambao ulipokea pingamizi kutoka kwa wadau mbalimbali. Hii chanjo hati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Mpango ulioanza kama njia ya kudhibiti magonjwa ya mifugo na kuongeza uzalishaji sasa unajikokota na kuwaacha wakulima na wadau wengi katika hali ya tiati. Ni mpango uliozinduliwa kwa sherehe na mbwembwe. Hafla iliyohudhuriwa na Rais William Ruto na maafisa wakuu katika Wizara ya Kilimo na Maendeleo ya Mifugo katika kaunti kama vile Laikipia na Wajir. Na mpango huo ulipokosolewa, Rais William Ruto alikuwa tayari kutetea. Sasa kuna watu wengine wajinga wanatuambia ya kwamba tusichanje ng'ombe yetu ndio tukose soko ya kimataifa. Sio ni ukumbavu? Ama mnasemaje jameni? Ila sasa nyuma ya pazia, changamoto za kifedha zimekwamisha mpango huo, zikiathiri kucheleweshwa kwa malipo kwa wahudumu wa chanjo, uhaba wa vifaa vya kujikinga binafsi na ukosefu wa mbinu za usafiri. Kwa kiwango kikubwa ni mambo ambayo yamelemaza mpango huu. Wataalamu wa mifugo wanatoa tahadhari kuhusu utekelezaji wa haraka wa mpango huo. Wanadai uhamasishaji wa umma ulipuuzwa na siasa zilizidi, na hivyo kuathiri mpango, hivyo kumwacha mkulima katika hali ya sitofahamu. Muungano wa madaktari wa mifugo nchini sasa unahimiza kusitishwa kwa muda kwa mpango huo, ukipendekeza serikali kuhusisha wataalamu wa mifugo, wakulima na ufadhili ulioboreshwa, na kuwawezesha wataalamu wa kiufundi kuongoza mpango huo bila siasa. Vera Moraa, KTN.